Praise the Lord. I'm Bishop Ezekiel Mungera Rito, addressing you from Ringeni Worship Center, Nimeru, Kenya. Today, we are covering Spiritual Warfare, Part 9. It's about the power of spoken word. Before we continue, let me welcome my interpreter to greet you. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Harrison Ratanya. Nimeokoka kwa Kristo ni Bwana. Thank you. Pray for us as we begin the word. Na tuombe. Baba, katika jina kuu la Yesu Kristo, mfalme wa falme, tunasema ni asante. Asante mtakatifu wa takatifu, kwa wakati umema tumetujalia, jina lako litukuzwe dadi. Ninaliinua jina lako juu ya majina yote mfalme, kwa kuwa liko juu zaidi. Pokea sifa na utukufu. Umetujalia afya, uzima katika jina la Yesu Kristo dadi. Asante Mungu mwenye uwezo wote, na kualika tunapoenda kuanza neno lako Baba, kapate kutuongoza. Kamtumie mtumishi wako kama chombo mfalme wa falme, akapata kunena mausia yako uliokuwa juu mbinguni katika jina la Yesu Kristo. Nami pia Baba kanipe uwezo wa kutafsiri vyema jinsi yanavyonena katika jina lako Baba. Wacha Roho wako Mtakatifu Ebeneza akapate kutuongoza, akatusaidia, maana sisi peke yetu hatuwezi mfalme wa falme. Bwana, naomba pia kwa ajili ya watazamaji katika jina la Yesu Kristo, watumie Roho wako Mtakatifu akawasaidie kuelewa mfalme neno lako jinsi vile unavyozungumza Bwana, ili ikapate kuwasaidia mfalme wa falme. Bwana, sema ni asante, uonekania Bwana, uwatunze na uwalinde chini ya wema na fadhili zako mtakatifu. Ninakushukuru nikisema ni asante. Tutakapofika tamati tutasema ni asante kwa utukufu wa jina lako dadi. Tuongoze Baba na ukatembee nasi, in the mighty name of the Lord Jesus I pray. Amen. Thank you for our viewers. Asante kwa watazamaji And all those partners who have been supporting us na wote wale wamekuwa wakisaidia huduma hii in production of these videos. kutoa hizi nakala. Thank you. Asante. And God increase you Mungu awaongeze and bless you mightily. na wabariki zaidi. Today we are covering part 9 Leo tunaangalia sehemu ya 9 of the spiritual warfare. kuhusu vita vya ulimwengu wa kiroho. Today we are talking about the power Leo tunaongea kuhusu of the spoken word. nguvu ya sauti ile limeneno. Power of the spoken word. Nguvu ya sauti ambayo imeneno. We can trace Tunaweza angalia what the spoken word can do vile jambo ambalo limeongelewa ama sauti ambayo imeneno from the book of Genesis, kwa kitabu ya Mwanzo, whereby pale ambapo God created everything Mungu aliumba kila kitu on earth, duniani under the earth, na chini ya ardhi under the sea, na kwa kule baharini and also on skies. na vile vilivyo juu mbinguni. He did all this by saying, Alifanya hivi vyote na kwa kusema, and whatever he said with his mouth na kila kitu ambacho alisema kwa kinywa chake came into existence. kilikuja kuwa hai. Therefore, Kwa hivyo our God Mungu wetu is a good example ni mfano mwema of what spoken word can do. kwa vile maneno yale yameongewa yanaweza It sifanya, can create life, yanaweza umba uhai, it can also create death. pia yanaweza kuumba kifo. In the same book of Genesis, Kitabu hicho tu cha Mwanzo, Genesis chapter 1 verse 26 to 28. Mwanzo 1 kuanzia 26 mpaka 28. Read it for us. Nitasoma kwa lugha ya Kimombo. Then God said, let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea, and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground. 27. So God created man in his own image. In the image of God, he created him, male and female, he created them. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish of the sea, and the bird of the air, and of everything creatures that move on the ground. Thank you. Above all creations, Kwa viumbe vyote, man is unique. mtu ni kiumbe ambaye spesiali. Because other things were called into existence by the mouth of God. Kwa kuwa vingine vyote tu Mungu alitaka vikatokea. But man was made by God
Lakini mwanadamu aliumbwa kwa mikono ya Mungu by his own mwenyewe. hands. Na mikono yake mwenyewe. That's what the book of Genesis chapter 1 verse 26 says. Na ndiyo maana kitabu ya Mwanzo 1:6 mpaka 8 inasema, God said, Mungu alisema, let us make man wacha tumuumbe mtu in our image and likeness. kwa mfano wetu sisi wenyewe. So as human beings, Sisi wanadamu we look like God tuko kama Mungu, because we are made in his likeness and image. maana tumeumbwa na jinsi vile Mungu alivyo. Being made in the likeness and image of God, Kuumbwa na vile Mungu alivyo it tells us that inatuambia sisi we have most of God's characteristics in our lives, tuko na mifano mingi sana ambayo imefanana na mifano ya Mungu. including the power of speaking. Hata ile nguvu ya kunena. As a human being, Sisi kama wanadamu, when you speak, unapozungumza, you create beings. unaumba vitu. You create special beings Unaumba vitu speciali and the spiritual ones, na vitu ambavyo ni katika ulimwengu wa kiroho. because we have the same power as God. Maana uko na nguvu pia kama ile ya Mungu. Because we are made in likeness and image of God. Maana umeumbwa na mfano wa Mungu. Therefore, whatever man speaketh, Kwa hivyo vile vyote mwanadamu anavyonena, he should not for the fruit of them. He should not for the fruit. sio kwa ajili ya matunda yake He should mwenyewe. wait Lazima agoje for the fruit of what he has spoken. matunda ya yale maneno amenena. Therefore, Kwa hivyo through the word of mouth, kupitia maneno ya kinywa you can create life unaweza umba uhai, or create death. ama unaweza ongea ukanena mambo ya kifo. The destiny of many people Yaani hatima ya watu wengi has been destroyed imeharibiwa by other people na watu wengine through speaking kupitia kuongea negative, maneno yasiyofaa, cursing ones laana against them. juu yao. Therefore, Kwa hivyo it's very, very important kuko na maana sana for you as a believer wewe kama muumini to know the power of the spoken word. ujue nguvu ya mambo ya jambo ambalo limezungumzwa. If you read in the book of Proverbs 13 verse 3, read it. Kitabu ya Methali 13 kuanzia mstari wa 3, na nitasoma kwa lugha ya Kimombo. He who guard his lips guard his life, but he who speak rashly will come to ruin. The Bible is very clear. Biblia iko vyema, Those who guards his mouth, mwenye anachunga mambo kinywa chake he guards his life. anachunga maisha yake. Those who speak rashly, Mwenye anaongea ovyo ovyo they fall into ruin. anaingia kwa shinda. It's very, very clear that Ni vyema ati through speaking, kupitia you can kuongea destroy your life unasaribu maisha or yako create your own life. ama unajiwekea maisha mema. Therefore, the way you speak Kwa hivyo vile unavyoongea to determine the kind of life you live. inaonyesha maisha yale utakayoishi wewe. The future of human beings Yaani hatima ya mwanadamu is built or destroyed inajengwa ama kuharibiwa by the one spoken over their lives. na maneno yale yamezungumzwa juu ya maisha yake. The one spoken, Yale yamezungumzwa they build the boundaries, yanaweka mipaka, they create a limit for your life. yanaweka mipaka mbele ya maisha You yako. never go beyond your ones. Hauwezi ukaenda kupita yale maneno Or the yamezungumzia ones spoken upon your life. ama maneno yale yamezungumzwa juu ya maisha yako. The ones you speak Maneno yanayozungumza gives you authority yanapeana ruhusa to God kwa Mungu or to the devil au Shetani to control your destiny ili aweze kukuelekeza maisha yako as a human being. kama wewe mwanadamu. Therefore, Kwa hivyo be very careful not to speak. chunga sana unapoongea. Many Christians, Wakristo wengi they are slaves of their own tongue. wamekuwa watumwa kwa vinywa vyao wenyewe, Because what you say maana yale is wanayonena what you get. ni yale wanayopokea. Therefore, Kwa hivyo be positive. kuwa mtu wa kuongea mema, Speak in the way God would have spoken about you. ongea vile Mungu angeongea kukuhusu wewe, And also, na pia bless others bariki wengine the way God blesses them. vile Mungu anavyowabariki. Don't allow your mouth Usikubali mdomo wako to be by the devil utumiwe vibaya na Shetani to destroy the lives of others. kuharibu maisha ya watu wengine. In the book of Matthew 15 verse 18, Kitabu ya Mathayo 15 The mstari Bible wa 18, Biblia inasema what comes out of man's heart kile kinatoka kwa moyo wa mwanadamu is what destroys that man. ndicho kinachomharibu huyo mtu, It defiles that person. kinamharibu huyo mtu, Inamtia unajisi. kinamtia yani unajisi. Therefore, Kwa hivyo what defiles you kile kinakutia unajisi is not what Allah has spoken, sio kile watu wengine wameongea, but what you are speaking from your own heart. but kile ambacho umeongea na mdomo wako mwenyewe. Therefore, Kwa hivyo be very careful, kuwa makini, because you speak out of that abundance of the heart. maana unaongea kwa utele wa roho wa moyo.
Whatever is inside of you kile iko ndani yako is what you speak. ni kile unachoongea. If you are full of evil, Kama wewe umejaa na Shetani, you will speak about evil things. utaongea mambo ya Shetani. In the book of James 1:26, Kitabu ya Yakobo 126, the Bible says, Biblia inasema any person mtu yeyote who yule cannot be religious mwenye anasema yeye ni mtu wa dini and does not guard his mouth, na achungi mdomo wake, then his religion is in vain. vile dini yake haina maana. Therefore, your religion Kwa hivyo dini yako is also defined inakuwa imetoa by how you talk. na vile When unavyoongea. you talk, do Unavyoongea, people who speak to see God in you, wale watu wanaona Mungu ndani yako or they see devil in you, ama wanaona Shetani ndani yako, or what kind of person do they see ama wewe ni mtu aina gani wanakuona when they ukiwa, hear you speaking? wanaposikia So ukiongea. your religion is defined Kwa hivyo ile dini yako inatiwa unajisi by the kind of talk na maneno yale unayoongea, you say. yale unayosema. Proverbs 18:21, Methali 18 kuanzia 21, the Bible says, Biblia inasema life and death uhai na kifo are in the power of the tongue. iko katika nguvu ya ulimi. Therefore, Kwa hivyo it's very clear, ni vyema your sana tongue can create life, ulimi wako unaweza umba uhai or your tongue can create death. ama ulimi wako unaweza umba kifo. So you eat the fruit of your tongue. Kwa hivyo utavuna matunda ya ulimi wako. Many parents, Wazazi wengi they have destroyed the lives of their own children wameharibu maisha ya watoto wao wenyewe through creating death for them. kupita kuongea mambo ya kuumba kifo kwao, Spiritually, kiroho but even physically. ama hata waziwazi. The one spoken Mambo yale yamezungumzwa by your parents na wazazi or those in authority ama wale wako na mamlaka juu will yako, affect your life in one or the other. yataharibu maisha yako kwa njia ama ile nyingine. Because the tongue carries the power of life and death. Maana ulimi unaweza toa kifo ama uhai. In the book of Proverbs 12:18, Kitabu ya Methali 12 Read clearly. mstari 18, read it clearly. ukisoma vizuri, The Bible is telling us that Biblia inatuambia ati the healing of a person kuponywa kwa mwanadamu comes from his own mouth. inatoka kwa kinywa chake mwenyewe. The kind of ones who speak Maneno yale unayozungumza defines inaeleza the faith you have imani ile uko nayo of what was speaking. ama ni nini kile unachoongea. So if we speak positive about the healing, Ukiongea mema kuhusu uponyaji, those ones you have spoken, haya maneno umezungumza they will define your faith yataeleza imani yako and you'll get healed. na utapokea But uponyaji. you speaking in doubt, Na ukiongea kwa shaka, don't expect healing. usingoje uponyaji. Therefore, the kind of confession you make Kwa hivyo ile kukiri utakachokiri with your own mouth, kwa mdomo wako with the mwenyewe, ones of your own mouth, kwa maneno ya mdomo will wako, determine your healing yataidhirisha uponyaji wako or determine your death. ama yataidhirisha kifo chako. James chapter 3 verse 9 to 12. Kitabu ya Yakobo 3 kuanzia 9 mpaka 12. Nitasoma kwa Kimombo. With the tongue we praise our Lord and being made in God's likeness. No, I'm sorry. With the tongue we praise our Lord and the Father, and with it we curse men who have been made in God's likeness. Out of the same mouth come praise and cursing. My brothers, this should not be. Can both fresh water and salt water flow from the same spring? 12. My brothers, can a fig tree bear olives, or a grapevine bear figs? Neither can a salt spring produce fresh water. Thank you. The Bible is very clear Biblia vyema that with our own mouth, kupitia kinywa chetu sisi wenyewe, with our own mouth, kwa vinywa vyetu sisi with our wenyewe, own tongue, kwa ulimi wetu sisi we wenyewe, praise our Lord tunamsifu Mwenyezi and our Mungu Father. na baba yetu. And with the same tongue, Na kwa yani ulimi huo with the same mouth, na mdomo huo we curse men tunamlaani mwanadamu, who have been made in the image of God and likeness. mwanadamu ambaye ameumbwa kwa mfano wa Mungu. Out of the same mouth Na kinywa hicho comes praises inatoka sifa and cursing brothers. na kulaani ndugu zetu. Now the writer of James
Sasa aliyeandika kitabu ya Yakobo is asking us, anauliza, can the same spring inawezekana ile chemichemi moja bring salt water inaleta maji yenye chumvi and the fresh water at the same time? na maji safi wakati moja? This tells us that Inatuambia eti as Christians, kama Mkristo our mouth, vinywa if vyetu we praise God, kama tunamsifu Mungu, let us praise other men. wacha tuwasifu watu wengine. If we love God, Kama tunapenda Mungu, let us love other men. wacha tupende watu wengine. Don't love God and curse men. Usipende Mungu na ulaani mwanadamu. Don't praise God with the same mouth, Na usisifu Mungu kwa mdomo and mmoja, the same mouth also to curse men. na mdomo huo mmoja utumie kulaani It's not mwanadamu. in order. Sio katika mikakati inayofaa. Again, he's asking us verse 12. Na tena kwa mstari 12 My anatuuliza, brothers, ndugu zangu, can a fig tree bear olives, inawezekana or a grapevine, mti mmoja unatoa masabibu, or a grapevine bear figs? ama msabibu ama msabibu ulie ama mkuyu Fig tree. mkuyu unatoa mikuyu na msabibu unatoa msabibu wakati moja. Neither can salt water produce fresh water. Na iwezekani maji safi inatoa maji yenye yako na chumvi. So your mouth as a Christian, Kama wewe kinywa chako kama Mkristo, whatever you speak, kitu ambacho let tunanena, your words prove that you are Christian. wacha maneno yako yadhihirishe wewe ni mtu ameokoka. Hallelujah. Amen. In the book of Hebrews 6:12, Kitabu ya Hebrews 6:12, the Bible is talking about spiritual warfare. Biblia inaongea kuhusu vita katika ulimwengu wa We kiroho. fight the battle Tunapigana vita not by physical means, sio kwa njia ile ya kuonekana, but we fight the spiritual battle lakini tunapigana vita katika ulimwengu wa by kiroho words of our mouth, na maneno ya kinywa, by speaking words which are full of the Holy Spirit of God kuongea maneno ambayo yamejaa nguvu ya Roho Mtakatifu wa and the Mungu power of God. na nguvu ya Mungu. Therefore, Kwa hivyo if you don't understand the power of your tongue, kama hauyaelewa nguvu ya ulimi, the power of the words you speak, nguvu ya maneno you yanayozungumza, cannot command demons, hauwezi ukamwamuru you shetani, cannot cast out the devils from the people's lives, hauwezi ukawatoa mapepo kwa watu kwa maisha ya unless you wanadamu, understand that your tongue has the power. mpaka utakapoelewa nguvu ya maneno ambayo kwa katika ulimi wako. In the book of Matthew 18:18, Kitabu ya Mathayo 18:18, the Bible tells us that Biblia tuambia whatever you bind on earth chochote tunachofunga hapa will be duniani bound in heaven. hata mbinguni itafungwa. Whatever you loose on earth Tukifungua hapa duniani shall be loosed in heaven. hata mbingu itafungua. That means Hii we inadhihirisha bind with our own mouth tunafunga na vinywa vyetu through wenyewe words, kupitia maneno, and we also loose na tena tunafungua through our own mouth na vinywa vyetu wenyewe by speaking words. na kuongea maneno, And then the heaven backs us up. na hivyo hiyo tukinena mbingu naye inazingatia, inatimiza. So whatever you speak as a believer, Kwa hivyo chochote tunachoongea kama muumini, if you speak according to the word of God, ukiongea kinyana na neno la Mungu, the heaven backs up. hiyo mbingu naye inakusaidia And you kutimiza. have to say through your own mouth, Na unasema tu kupitia kinywa chako mwenyewe, even to receive salvation, ama hata kupokea uokovu, you have to confess with your own mouth. wewe ni mwenyewe unajisemea na mdomo wako Because mwenyewe, there is power in confession. maana kuko na nguvu ya There is kukiri, power in the word of mouth. kuna nguvu ya maneno ya mdomo. At the same time, if you look at the book of Luke 10:19, Kwa hivyo ukiongea kitabu ya Luka 10:19, Lord just told us, Mungu alituambia, I've given you power nimewapea to mamlaka upon serpents and scorpions, ukanyange nyoka na ngee and all the powers of darkness, na nguvu yote ya giza, and by no means shall they harm you. na hakuna njia yoyote itakayo kudhuru nayo. To destroy the works of the devil, Kuharibu maneno ya shetani, to upon the devil, yani kumkanyanga shetani, we have to do it through the words of our mouth. lazima useme na maneno ya kinywa chako But the mwenyewe, ones full of faith na ile imejaa na nguvu ya imani and the power of God. na nguvu ya Mwenyezi Mungu. Therefore, as a believer, Kwa hivyo kama muumini you should understand unapaswa uelewe the importance maana and the power ya nguvu of the spoken word. ya maneno ambayo Because yamezungumzwa, nothing you will achieve nothing maana hautapokea chochote if you speak in the negative way. ukiongea kwa njia isiyofaa. Now let us look at Wacha tuangalie the katika atmosphere hii Anga. anga of a person, ya mtu, family or church or any organization. kanisa ama familia ama muungano wote ule. The atmosphere of a person
yaani anga ya mtu fulani or a family ama familia or a church ama kanisa or any organization. ama muungano wowote ule It was built by the one spoken over that person or that church, imejengwa kwa misingi ya maneno yaliyozungumzwa na kwa hiyo mtu ama hiyo kanisa, and the one spoken over your atmosphere, na maneno yale yamezungumzwa katika anga yako they form the clouds yanafanya mawingu in your atmosphere. katika anga yako, And the clouds continue building up. na ile mawingu yanaendelea kukusanya mahali. One day, Siku when moja it become heavy, wakati itakuwa nzito, the rain will come down. mvua itashuka chini, Now the rain has to come down. na wakati mvua itakaposuka, There can be either acidic rain, inaweza kuwa mvua ya sumu full of curses, ambayo Full imejaa of disaster. laana na shinda, or a good rain, ama mvua ni ya baraka full of blessings. ambayo imejaa baraka. So it will depend Kwa hivyo itaonyesha on what is contained in your atmosphere as a person or as a family. kile kimejaa katika anga yako ama familia. It is either there Inaweza kuwa hapo, to enhance your life yani kuendeleza maisha or yako to destroy your life ama kuharibu maisha yako or the life of your family lineage. ama maisha ya familia yako. You will realize that Utaelewa in vyema a single day, kwa siku moja there is a percentage of people, 80 ya watu wale or wanaoongea 99% of the people, ama 99 ya asilimia wanaoongea they speak negative about you. wanaongea mabaya kukuhusu. Those who bless it are very few. Wanaongea kwa baraka ni wachache sana, Those negative ones, na yale maneno mabaya yanayoongewa either by friends, ile na marafiki relatives, walio karibu na wewe, parents, wazazi or men of God, ama watu wa Mungu or evil people, ama watu wa shetani, they speak evil against you. wanaongea mabaya juu yako, They keep the boundaries about your life, wanaweka mipaka mbele ya maisha yako, and they form the clouds of your life. na wanaweka wingu juu ya maisha yako. If you're not very careful Kama uko and makini use your authority na kutumia mamlaka bring down all those evil ones, kuanguza yale maneno yote, one day siku moja you'll face it. utayakutana nayo. Therefore, it is very important. Kwa hivyo ni maana Use your sana, authority as a believer. kama wewe ni muumini, Use your authority tumia mamlaka to bring all those evil ones down kuanguza yale maneno ambayo yamezungumzwa yote maovu under your feet. chini ya miguu yako, And they have to obey. na uwe mtifu They will obey. na yatatii, Because your tongue has power maana ulimi wako uko na nguvu than the tongue of the enemy. zaidi ya nguvu ya ulimi wa shetani. And if you are blessed Na kama umebarikiwa to have somebody, kumudhuru mtu fulani, kama umebarikiwa anakuwa na mtu who can speak a word of blessing daily mwenye anaweza kunaona baraka juu ya maisha yako kila siku, over your life or your family, juu ya maisha yako ama juu ya familia yako over your business, ama biashara yako over the church of God, ama kanisa ya Mungu, then that God you are blessed. ambia Mungu asante, umebarikiwa To have those people. kuwa na mtu kama huyo. There are many people who can't get them. Kuna wengi hawana hata mmoja anaweza kuleta na baraka juu ya maisha yao. So you are blessed if you have them. Kwa hivyo kama wewe kuna mmoja, ambia Mungu And asante. if you don't have one, Na kama huna mmoja, I pray that may God send one to you. naomba tu Mwenyezi Mungu akutumie mmoja Who can bless your life daily. aya baraka juu ya maisha yako kila siku. It will determine Itajidhihirisha how far you go in life. ni umbali gani utakaoenda katika maisha. As a believer, Kama muumini, your responsibility yani jukumu lako to take charge kuchukua nafasi over your atmosphere katika anga yako for your own benefit. kwa sababu ya mafaida And yako for the wewe benefit mwenyewe. of all those who are within your area, Na kwa- within your circles, Na kwa faida ya wale walio karibu na wewe, your biological children, aidha ni watoto or family lineage. ama ni watu wa familia yenu. And you can do that because you have the power and authority. Unaweza kufanya haya yote maana uko na nguvu na mamlaka. Let's read the book of 2 Corinthians Tusome Wakorintho wa pili 10 verse 5. 10 mstari wa 5. Nitasoma Wakorintho wa pili 10 kuanzia mstari wa 5. Nitasoma kwa lugha ya Kimombo. We demolish argument and every pretension that set itself upon against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. Amen. The book of 2 Corinthians 10 verse 5 is very clearly saying Kitabu ya Wakorintho wa
Wakorintho wa pili 10 kuanzia mstari 5 nasema, we demolish every argument tunabomoa maneno yote and every pretension na mipaka yote that set itself up against the knowledge of God. ili imewekwa juu yetu kinyume na elimu ya Mungu. You have the power Kuna mamlaka to bring down each and every argument kuangusa, yani maneno yote and every word na sauti zote that's against the knowledge of God over your life. ile limesemwa kinyume na mapenzi ya Mungu juu ya maisha And yako. we take captive every thought Na tunafunga fikra zote and make it obedient to Christ. na tunalifanya kuwa tifu katika Yesu. Evil thoughts Yani mafikira mabaya in the mind of your enemies, kwa fikra za maadui zako, evil ones in the mind of your enemies, yani maneno ya yani fikra za Shetani kwa maadui zako, comes out of them inatoka kwao the cursing ones. ikiwa laana. Therefore, Kwa hivyo as a believer, kama muumini you have to take captive every evil thought lazima uchukue nafasi ufunge yale maneno yote maovu ama fikra za Shetani zote which is against God's will zile zilizo kinyume na mapenzi ya Mungu in your atmosphere. katika anga yako. Therefore, Kwa hivyo as a believer, kama muumini you have authority kuna mamlaka over whatever you say. kwa kila jambo unalonena. Therefore, Kwa hivyo control the thought of your enemies elekeza fikira za maadui zako by speaking kwa kuongea and taking them captive na kuyachukua mateka to obey the word of Christ yaweze kutii neno la Mungu over your life. juu ya maisha yako. Therefore, Kwa hivyo it is your duty ni nafasi yako wewe to ensure that kuhakikisha eti all negative words spoken against you, yale maneno maovu yamenena juu ya maisha yako they are removed from your atmosphere, yametolewa katika anga yako, and God will bless you mightily na Mungu atakubariki zaidi. for that. Kwa hiyo And also, you eat the best fruit of it. na tena ukiwa hivyo utakula matunda mema juu yake. Hallelujah. Amen. 2 Corinthians, Wakorintho wa pili, don't forget it. usisahau Words never die. maneno hayafi. Human beings die Wanadamu wanaweza kufa and they are forgotten. na wanasaulikana, But the words they speak, lakini maneno waliozungumza they are always yako pale in the atmosphere of somebody, katika anga ya mtu. for as long as they are not removed there. Kama hakuna mtu amechukua nafasi ya kuiondoa mahali pale. So any curse Kwa hivyo laana yote spoken over your life iliyonena juu ya maisha will yako dwell in your atmosphere itakuwa katika anga yako, as long as kama vile iko it has nobody to remove it there. haina mtu wa kuitoa mahali pale. Therefore, Kwa hivyo people die, watu wanakufa, but the ones they speak, they never die. lakini maneno yaliyozungumzwa hayafi, Because ones are spirits. kwa sababu maneno ni roho. To kill those ones, Kuwa hayo maneno to take fasting and prayer, itachukua kujinyima na maombi and also a big offering to the altar of God, na kutoa sadaka ama sacrifice kwa madhabahu ya Mungu to bring them down. ili kuyaanguza. Praise the Lord. Amen. How do I know the ones spoken over my life Nasajua haje maneno yaliyonena juu ya maisha yangu or my family ama kwa familia yangu when I was not born? wakati ambao sikuwa nimezaliwa? Very simple. Rahisi sana. The Holy Spirit of God Roho Mtakatifu wa is Mungu able anaweza to charge the mind of God, anaenda napeleleza fikra za Mungu, the heart of God, moyo wa Mungu, and can reveal to us na anaweza kutudhihirishia eti all things mambo yote that happened many years ago, yale yaliyonenwa miaka mingi iliyopita, thousands of years. maelfu ya miaka. The book of Isaiah 58:12. Kitabu ya Isaia 58:12. Read it for us. Your people will build the ancient ruins and will raise up the age-old foundations. You will become repair of broken walls, restore of streets with dwellings. Amen. Amen. The Bible says in the book of Isaiah, Biblia inasema katika kitabu ya Isaia, you will become a repair of the broken walls utaitwa mwenye kutengeneza kuta zilizobomolewa and building the foundation na kuweka misingi of blessings ya baraka that will be followed by many generations. itakayozingatiwa
jamii nyingi. So you can bring to an end Unaweza leta mwisho wa every chain kila vifungo or repetitive thing in your family. ama vitu vibaya vinavyojirudia katika familia yenu. If you know your position and your power as you speak, Bora ukijua mahali pale uko na nguvu unavyonena. so you can change your family. Unaweza badilisha familia yenu. You can put a stop Unaweza weka yaani kikomo on every curse, kwa kila laana, on every negative happening in your family, kwa kila jambo lisilofanyika kwa familia by yenu, building a new foundation na kuweka msingi mzuri mpya of blessings wa baraka that will be followed by many generations. itakayofuatiliwa na vizazi vingi. As I come to the end of the lesson, Tunafika katika mwisho wa lesson ya siku ya leo. I would like to note this. Angetaka upate kuelewa hii. There are 4 kinds of people. Kuna watu aina 4. Those who can limit your life. Wale wanaweza weka mpaka katika maisha yako. Number 1, Wa kwanza, yourself. wewe mwenyewe. You are a slave of your own tongue. Unakuwa mtumwa kwa maneno ya mdomo wako mwenyewe. You are a slave of your own tongue. Wewe unakuwa mtumwa kwa ulimi wako. You are an enemy of yourself. Wewe ni adui wa maisha yako. Because with your own mouth, Maana kinywa chako you mwenyewe confess that unakiri eti I won't be able. sitaweza. Don't try it. Kama umesema utaweza, usijaribu. Because you Maana want to put boundaries upon yourself. umeweka mipaka katika njia zako. I want to go beyond those Na boundaries. uwezi kuenda zaidi ya hiyo mipaka. Some say, Wengine I want to wanasema live long. sitakaa maisha marefu. Don't pray for long life. Usiombe maisha marefu. Because already you put the boundaries Maana umeweka mipaka of what you want. bila unavyotaka wewe mwenyewe. And your tongue Na ulimi wako has power uko na to nguvu bring death or life. kuleta kifo ama uhai. Number 2, Ya pili, your parents. wazazi. In the book of Ephesians, chapter 6, Kitabu ya Waefeso 6 verse 1 to 4, read it for us. kuanzia 1 mpaka 4. Nitasoma Waefeso 6 1 mpaka 4. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, that it may go well with you, and that you may enjoy long life on the earth. Father, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Okay, the book of Ephesians we have read. Kitabu ya Waefeso vile The tumesoma, Bible is very clear. Biblia iko wazi wazi. Children should obey their parents Watoto wanapaswa wawe watiifu kwa in wazazi wao, the Lord. kwa Mungu. You have to honor your mother and father. Unapaswa kumpa heshima mzazi wa baba na mama. It is the first Ndio ya kwanza and the only commandment with a promise. na ile Amri. iko na thawabu. Praise God. Amen. Therefore, Kwa hivyo that it may go with you, inaweza enda vyema na wewe. that you may enjoy long life on earth. Utafurahia maisha marefu katika dunia. Many young people, Watu wengine wa ndogo they are dying because of disobedience to their parents. wanakufa ovyo ovyo kwa kutotii wazazi wao. Because the Bible says, Maana Biblia if you inasema honor them, kama utaweza and respect them, kumheshimu na you will kumheshimu have long life on earth. utapewa maisha marefu katika But dunia. if you don't do, Na kama utafanya long life won't be there for you. maisha marefu utayaona kamwe. You will die very, very early. Utakufa mapema. This has caused the life of many young people. Na hii imefanya watu wandogo sana katika maisha wakufe. Praise the Lord. Amen. The Bible says, Biblia inasema it will go well with you itaenda vyema na wewe if you don't obey your parents. kama utakuwa mtiifu kwa mzazi If wako, you don't respect them, kama utamheshimu. your life will a life of difficulties. Maisha yako yatakuwa maisha ya It mipaka. will be well with you wherever you go. Yatakuwa vyema bila kila mahali You utakapoenda. live a life of misery Utakaa maisha ya shinda because of disobedience to our parents. kwa kutotii wazazi wenu. Also, the parents, Na hata wazazi they are being told wanaelezwa do not speak in anger to your children. wasiongee maneno ya hasira juu ya watoto wao. Because the mother of a parent Maana mdomo wa mzazi can destroy unaweza kuharibu or build the future of the children. ama inaweza kujenga maisha ya watoto. Therefore, Kwa hivyo as a parent, kama wazazi
Don't destroy the life of our children Na waomba msiharibu maisha ya watoto wenu by just speaking carelessly, na kuongea hivyo hivyo. knowing or unknowingly. Usipojua Those ones, haya maneno they put a lot of research on our children. inaleta shinda kubwa katika maisha ya watoto wenu. Let us read the book of Exodus, Exodus 20, Kutoka 20 verse 12. mstari wa 12. Nitasoma. Honor your father and your mother, so that you may live long in the land of the Lord your God is giving you. You will live long Utakaa maisha in the marefu land your God is giving you. kwa ile ardhi Mungu aliyekupa, The blessed God is giving your children, na baraka zile Mungu amekupea za watoto. or as young people, Kama mtu mdogo they will not enjoy them hautasifurahia if you don't respect your mother and father. kama utamheshimu baba na mama, Because the Bible was very clear. maana Biblia iko Honor your vyema. father and your mother, Mheshimu baba na mama so that you may live long in the land. ili maisha yako yawe marefu katika nchi. The Lord your God is giving you. Nchi ile ambayo Mungu Baba wa mbinguni alikutupea. If you don't obey that, Kama utakuwa mtiifu kwa hiyo, your life here on earth, maisha yako hapa duniani, your life on every blessing God is giving you, maisha yako kila baraka ambayo Mungu amekupea, you would enjoy it. hautafurahia kamwe. Number 3, Ya tatu, those who can destroy your life or limit your life. wale wanaweza kuharibu maisha yako ama kuweka mipaka katika maisha yako. Spiritual leaders, Viongozi wa kiroho, spiritual authority, wale mamlaka, wenye mamlaka ya kiroho, mamlaka katika kama kiroho viongozi, ama viongozi, wachungaji, watu kama hao, spiritual authority. wale watu wako na mamlaka katika mambo ya Read in the Mungu. book of Joshua 6:6. Nitasoma. At the time Joshua pronounced this solemn oath, cast before the Lord is the man who undertakes the rebuild this city, Jericho. There is a time Huu ni wakati when ambao Joshua was leading the children of Israel, Joshua alipokuwa akiongoza wana wa Israeli and the city of Jericho, katika mji wa the Jericho, walls of the city of Jericho, yani ukuta uliokuwa katika mji wa was an Jericho entrance to them. ilikuwa mipaka kwao. There is a time Huu ni wakati when ambao God told Joshua, Mungu alipomwambia Yoshua, let the children of Israel go around 7 times. wacha wana wa Israeli wasunguke ukuta wa Jericho mara And the 7, 7 times, na mara ya 7 they should be able to make a lot of noise, shouts, wapige kelele na kufanya mambo mengi, and the wall would come down. na ukuta ule wa Jericho utabomoka. When the wall came down, Wakati ukuta ule ubomoka, the man of God Joshua mtu wa Mungu Yoshua stood before the people, alisimama mbele ya umati and he cast the people, na akalaani mtu whoever will ever come mwenye yeyote atakayekuja to rebuild the wall of Jericho, ayenge ukuta huu tena, let them do so wacha ifanyike hivyo, at the death of his firstborn. na mwana wake wa kwanza afe, And those who put the gate of Jericho, na mwataka malango ya let them Jericho, do so wacha ifanyike hivyo, as the death of his lastborn male. na mwana wake wa mwisho afe. In the book of 1 Kings Kitabu ya Wafalme wa kwanza 16:34, 16:34. those words of Joshua, Haya maneno ya Yoshua they were spoken 550 years and above, yalizungumzwa na Yoshua miaka 550 iliyopita, but they came to take effect after that long period. na yalikuja kufanya kazi kwa wakati huo muda ulikuwa umepita, After Joshua's death, na Yoshua alikuwa amekufa many chanceries. miaka mingi sana. But let's prove that Hii inaleta ones never die. maneno hayafi. In the 1 Kings 16:34, Kitabu ya Wafalme wa kwanza 16:34, those ones came to fulfillment. maneno haya yalikuja kupita. Let us read in 1 Kings 16:34. I'll read it because I'm there. 1 Kings 16:34. Wafalme wa kwanza 16:34. In Ab's time, Hiel of Bethel rebuilt Jericho. He laid its foundation at the cost of his firstborn son Abraham, and he set up its gate at the cost of his youngest son Segeb, in accordance with the word of the Lord spoken by Joshua son of Nun. Amen.
The Bible says that Biblia inasema the curse spoken by Joshua laana iliyo na Yoshua. in Joshua 6:6, Yoshua 6:26. that curse came to fulfillment Hiyo laana ilikuja kupita in 1 Kings 16:34. katika Wafalme wa kwanza 16:34. There came a man, Hapa alikuja mtu there came a leader kiongozi called Eel aliyekuitwa Yeli of Bethel, wa Betheli, who said, let aliyesema us build the wall of Jericho again. wacha tujenge ukuta wa Jeriko tena, Without knowing there's a curse spoken, there was a curse spoken, pasipo kujua kuna laana imenenwa, he just did so. na alifanya hivyo. But when he went there to put the foundation of the wall, Na wakati alipoenda mahali pale kuweka msingi wa ukuta, he did so. alifanya hivyo, After doing that, na alipofanya hivyo, his firstborn son Abraham died. mtoto wake wa kwanza Abraham akafa. Abraham Died akafa without knowing. pasipo kujua. When the war was complete, Wakati ukuta ulikuwa umekamilika, he came again as a leader alikuja tena kama kiongozi to put the gate kuweka malango of Jericho. ya Jeriko. When he did so, Nilifanya hivyo, his lastborn mtoto wake wa mwisho male Segem died Shegevu akafa, in accordance with the word of the Lord spoken by Joshua. bila tu Joshua alikuwa amenena. That means Inaonyesha words never die. maneno yaliyozungumzwa hayafi, They'll be there in the atmosphere yatakaa katika anga to hurt you. kukudhuru wewe. Therefore, Kwa hivyo take charge of the atmosphere chukua nafasi ya anga yako, and bring down each and every negative word in your atmosphere. na angusha yale maneno yote mabaya maneno juu ya anga yako. Otherwise, Pasipo kufanya hivyo, you'll come to fulfillment. itakuja kupita. Number 4, Ine, people who can limit your life. watu wale wanaweka mipaka katika maisha yako. A king. Mfalme Or a government leader. ama kiongozi wa serikali. 1 Samuel Samueli wa kwanza 14 14 verse 24 mstari wa 24 to 29. Samueli wa kwanza 14 mstari 24 In mpaka 29, then from 35 to 46. na mpaka kuanzia 35 mpaka 46 tena. Read it for us. Now the men of Israel were in distress that day, because Saul had bound the people under an oath, saying, "Cursed be any man who eats food before evening comes, before I have avenged myself on my enemies." So none of the troops tasted food. 25. The entire army entered the ones entered the ones, and there was honey on the ground. 26. When they went into the wound, they saw the honey oozing out, yet no one put his hand to his mouth, because they feared the oath. But Jonathan had not heard that his father and bound the people with the oath. So he reached out the hand of the staff that was in his hand, and dipped it into the honeycomb. He raised his hand to his mouth, and his eyes brightened. Then one of the soldiers told him, "Your father bound the army and a strict oath, saying, 'Cursed be any man who eat food today.' That is why the men are faint." Jonathan said, "My father has made trouble for the country. See how my eyes brightened when I tasted a little of this honey." Then Saul brought an altar to the Lord. It was the first time he had done this. Saul said, "Let us go down after the Philistines by night and plunder them till dawn, and let us not leave one of them alive. Do whatever seems best for you. Do whatever seems best to you," they replied. But the priest said,
let us inquire of God here. So asked God, shall I go down after the Philistines? Will you give them into Israel's hand? But God did not answer him that day. So therefore said, come here, all you who are leaders of the army, and let us find out that what sins has been committed today. That 9. As surely as the Lord who rescued Israel lives, even if it lies with my son Jonathan, he must die. But not one of the men saying a word. So then said to all the Israelites, you stand over there. I and Jonathan my son will stand over here. Do not do what seems best to you. The men replied. They so prayed to the Lord, the God of Israel. Give me the right answer. And Jonathan and Saul were taken by lot, and the men were cleared. Saul said, cast the lot between me and Jonathan, my son. And Jonathan was taken. Then Saul said to Jonathan, tell me what you have done. So Jonathan told him, I merely tasted a little honey with the end of my staff, and now must I die? Saul said, may God deal with me. Be it ever so, severally. If you do not die, Jonathan. 45. But the men said to Saul, soon Jonathan died, he who has brought about this great deliverance in Israel, never as surely as the Lord lives, not a hair of his hand will fall to the ground. For he did this today with God's help. So the men rescued Jonathan, and he was not put to death. 46. Then Saul stopped pursuing the Philistines, and they withdrew to their own land. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. This one tells us Ina natuambia there's a time when King Saul huu ni wakati ambapo mfalme Sauli was planning fight against the Philistines. alipanga vita juu ya Wafilisti. So he put a bound around his people. Sasa hapo akaweka mipaka juu ya With watu God's wake mouth as the king. na mdomo wake kama mfalme, And he gave people an oath. na akapea watu wake kiapo, And he told them, na akawaambia, none of you, hata mmoja wenu, including my army, hata jeshi langu, that will take food mwenye yoyote ataka kula chakula or anything ama kitu chochote kile, before I avenge kabla sianjilipisia from my enemies. kutoka kwa maadui zangu. All the men of Israel, Watu wote wa Israeli, including the army, hata jeshi, they feared the oath. wakaogopa ile kiapo. So when they went into the forest, Walipoenda katika msitu, the Bible says, Biblia inasema they met an oozing from a tree. wakakuta azali inatiririka kutoka kwa mti. They all feared Wote wakaogopa to eat it. kula ile azali. But Jonathan, Lakini mwana wake the Jonathan, son of Saul, mtoto wa Sauli, who was one of the leaders of the army, aliyekuwa kiongozi wa jeshi, he used his stick akatumia pimbo ya ufalme to taste the honey. kula ile azali. When he had done that, Na alipofanya hivyo, one of them told him, mmoja wa majeshi akamwambia, your father baba yako curse everybody alilaani yeyote who will eat mwenye atakula anything kitu chochote before he avenges from his enemies. kabla ayajilipisia kwa maadui. Then his son, Jonathan, Na hapa mtoto wake Jonathan he was terrified aliogopa ama akaingiwa na woga, because he knew very well he had eaten, maana alijua vyema nimekula, and his father had created a problem to his people.
Na Baba ameweka ahadi kwa watu. It was for the opinion that Aliweka katika maneno if yale the army could eat, kama jeshi lingekula, they could have more strength to overcome the enemy. wangekuwa na nguvu sana kupiga maadui. But because their father had forbidden that, Lakini kwa sababu baba yake alikuwa ameweka mipaka hapo, you need to do that. asingefanya hivyo. So when they went back, Waliporudi, they were planning to go to fight with the Philistines. walikuwa wanapanga kwenda kupigana na Wafilisti. And his father told the entire army, Na baba yake akawaambia majeshi wote, today, leo no Sikh male hakuna mwanaume yeyote should be left in the camp of Philistines. anapaswa kuachwa katika kambi la Let's go Wafilisti. up against them. Twende juu yao. But the priest Lakini mtumishi wa who was Mungu with them, alikuwa karibu na pamoja na he wao, told the king Saul, kaambia mfalme Sauli, let us go of the Lord twende kwa Mungu kwanza before we go to the battle. kabla tuende kwa vita. They went to the Lord, Waenda kwa Mungu, they prayed, wakaomba, but Lord never spoke to them. na Mungu hakuwajibu kitu chochote. So Saul knew very well Sauli akajua vyema something went wrong somewhere. kuna mambo imeharibika mahali, So then to cast a lot. ili wakasema wapige kura. So all the men of Israel Watu wote wa and Israeli the entire army, na majeshi wote they casted lot, wakapiga kura, but they were kept apart. lakini waliwekwa kando. Now it is time for Saul and his son Wakati katika ya Sauli na mtoto wake Jonathan for the casting of the lot. wapigiwe kura, And then Jonathan, na Jonathani the Lord fall on him. kura ikamwangukia. Therefore his father told him, Baba yake akamwambia kutoka hapo, tell me what you did. niambie ulifanya nini? He told him, father, Akamwambia, baba, when in the forest, I never knew you had spoken curse. tulipokuwa msituni sikuwa najua maneno la laana. There was honey Kulikuwa na asali ripping from a tree. toka mti, Then I ate a bit of it. na nilikula kidogo yake, And my eyes were strengthened. na macho yangu yakuwa yakatiwa nguvu. Then his father said, Hapo baba yake akasema, today you'll die. leo mtoto wangu utakufa. You'll surely die. Utakufa. But the rest of the army never support their father's decision. Na wale majeshi wengine hakukubaliana na vile baba They told alivyosema. him, Jonathan has led us in many battles winning. Waliambia Sauli, Jonathan mtoto wako ametuongoza kwa vita vingi tumeshinda, But he cannot die now because of one battle. na wewe kuliwa tu sababu ya vita hii moja. The Bible says, Linasema King Saul mfalme Sauli and his army, na majeshi they withdrew from the battle. wakairisha ile vita, Because the Lord did not speak to them. maana Mungu hakuongea kwao. And if they went, Na kama wangeenda they could have died. wote angeuliwa, Because of the curse blessed by the king kwa sababu ya laana iliyokuwa imewekwa na mfalme over his people. juu ya watu wake. Therefore, a king has authority over his people. Kwa hivyo mfalme ako na nguvu ama mamlaka juu ya watu He can wake, tie or limit your life anaweza funga ama kuweka mipaka katika maisha yako as your leader. kama kiongozi. Therefore, Kwa hivyo very important to guard against such people vyema sana wewe ujichunga na watu kama hao, because they once around you. maana maneno yao yanaweza kuharibu. As we end the lesson, Tunamalizia hii, let's look at the book of Colossians 4:6. asema kitabu ya Kolosai 4:6. Colossians 4:6. Kolosai 4:6. I'll read. Tusome. The Bible says, let your conversation be always full of grace, seasoned with thought, so that you may know how to answer everyone. The Bible is very clear, telling us, let our conversations, ama zungumzo yetu, yakapate kuwa na neema, and full of thought, so that we know how to answer the people. Eliana chumvi ili ujue kuwajibu watu wengine. As a believer, Kama muumini, let whatever we talk be full of grace. wacha yale tunayoongea yamejawa na Don't neema. talk carelessly, Usiongee ovyo ovyo, because you have power in your tongue. maana kuna nguvu katika ulimi wako. Hallelujah. Amen. Matthew Mathayo 12:6-7. Mathayo 12 kuanzia 36-37. But I tell you that men will have to give account on the day of judgment for every careless one they have spoken. The book of Matthew Mathayo
The Bible is warning us. Biblia inatuonya In the day of judgment, siku ya kiyama, each and every believer kila muumini will yeyote account for every word you have spoken carelessly. ataeleza kila neno ambayo aliongea ovyo ovyo. As a believer, Kama muumini, since you are born again, kama umeokoka, how many words have you spoken carelessly? ni maneno mangapi umeongea pasipo kujua ama ovyo ovyo? You'll give account of each and every one spoken. Utaeleza mbele ya yule atakuwa akihukumu. God wants this Mungu alikatai because he knows the power of the tongue. maana alijua nguvu ya ulimi, The power of the spoken word. yaani nguvu ya maneno ambayo So as a yamezungumzwa. believer, Kama muumini, be prepared to give account of every word you speak carelessly. jipange kueleza kila neno utakaloongea pasipo Whether you are a kujua. preacher, Kama wewe ni mhubiri, whether you are a leader, kama ni kiongozi, whether you are a believer, ama ni mtu tu muumini wa you kawaida, give account of each and every word you speak carelessly. utaeleza kila neno uliloongea pasipo kuwa na mpangilio ama ovyo You ovyo. tell God I was joking. Hata kama unacheza, You tell God I was joking. hautaambia Mungu ulikuwa There's unacheza. nothing like joking. There's nothing like jokes. Hakuna kitu kama mchezo. Whatever you speak Yote is utakachoongea recorded somewhere. iko imenakiliwa And mahali, you give account na utaeleza for each and every word you spoke. kwa kila neno ambayo uliongea. If you killed through your words, Kama uliua kupitia neno, you'll be accused as a murderer. utaitwa muuaji. Many people have killed the destiny of other people. Watu wengi wameua hatima ya watu wengi. Many parents have killed the destiny of the children. Wazazi wengi wameua hatima ya watoto wao. Many pastors have killed the destiny of their flock. Wapasta wengi wameua hatima ya waumini wao. So give an account of each and every word you spoke. Utaeleza kile neno ulilozungumza. Let's book the book of James 3:5. Likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boast. Consider what great forest is set on fire by a small spark. Hallelujah. Amen. The Bible is very clear. Biblia iko vyema. A tongue is a very small part of the body, Ulimi ni sehemu ndogo sana katika but it mwili, can cause a lot of damage. lakini inaleta shinda kubwa. It's like a matchstick. Ni kama kijiti. It can set the whole forest into fire. Yaani ni kijiti ile inachoma, inaweza rushwa ikiwa na ile So moto take care of your inachoma. tongue. Sasa chunga ulimi wako. As I end, Ninapomalizia, you can change your world. unaweza badilisha dunia, You can change your world unaweza badilisha dunia yako ama maisha yako by changing your words. na kubadilisha maneno yako. Remembering that Kumbuka eti death and life are in the power of the tongue. kifo na uhai katika maisha ya ulimi. Take charge of your atmosphere. Chukua nafasi katika anga yako. Take charge over every word spoken over your family. Chukua nafasi kwa kila neno lililozungumzwa juu ya familia yenu. May God bless you, Mungu awabariki, give you long life, ape maisha marefu. and may Psalms 118 verse 17 become a reality in your life. Na Zaburi 118 verse 17 become a reality in your life. 118:17 iwe uhai katika maisha yako. The Bible says, Linasema, I will not die, sitakufa, I will live mtaishi to testify the kushuhudia mighty works of the Lord. maneno makuu ya Mungu. May you live long Wacha kwa maisha to marefu, testify ukapata the kushuhudia great works of the Lord mambo makubwa ya Mungu, in your life, in your family, maisha yako, familia yako, and the church of God. kanisa la Mungu. May the Lord give you a testimony. Mungu ape ushuhuda. God bless you mightily. Mungu abariki kubwa Until you meet bikubwa. again Mpaka tukutane tena next Sunday. Jumapili ijayo. Let us pray. Tuombe. Our Heavenly Father, we thank you for the fire you brought us. We thank you, Lord Almighty, because of our viewers. Lord, I pray, my Father, that you may give them exponential revelation of thy word. So that, my Father, the word, my Redeemer, can be alive into their lives, Almighty God. May, my Father, prolong thy life, Almighty Father, Almighty God, because, my Father, you understand, my Father, the power of the spoken word. My Father, there are so many, my Lord, who have destroyed the life of others. Lord, I pray, my Father, you may know and restore, my Father, causing destruction, my Father, in the lives of others. Lord, I thank you. I pray, my Father, for each and every viewer who is not feeling well, my God. Lord, may you heal them, Lord Almighty. Lord, my Father, the healing comes from you according to the book of Isaiah 53 verse 5 and the 1 Peter 2:24. Bible said, my Father, that you have been healed and you are healed through the stripes Jesus Christ received on the cross on our behalf. Father, we thank you, glorify our mighty name. Father, give you glory and honor. I want to pray for our dear country. Bless us. Take my Father, of which and everything happening in our country. Father, we thank you. We praise you, glory and honor. And we pray this certainly believing in Jesus' mighty name. Amen.